wakatendewa mabaya, wakadhulumiwa, pia wamefikishwa. Yaani katika maisha yao kule Misri kuna mambo mengi ambayo waliyapitia, lakini katika kuyapitia hayo mambo tunasikia katika kila somo la kwanza, katika hiyo shida, katika dhiki hiyo, katika majaribio hiyo ambayo walikuwa wanapitia, walimlilia nani? Na walipomlilia Mungu mwenyewe alifunga masikio yake, kitu ambacho kilifanyika. Tunasikia kwamba Mungu mwenyewe alisikia sauti yao, akaona taabu yao, akaona masumbuko yao, akaona misiba yao, na ndipo maana Mungu mwenyewe akachagua kuwaokoa. Na tunasikia kwamba wakati Mungu aliamua kuwaokoa, tunasikia aliwaokoa kwa nguvu kubwa sana, kwa mkono wake, na pia kwa miujiza mikubwa sana. Ni kitu ambacho pia katika somo hili la kwanza tunaalikwa tuweze kuiga, hasa hawa wana wa Israeli walipopitia magumu, walipopitia majaribio katika maisha yao, walimlilia Mwenyezi Mungu. Na ni kitu ambacho pia sisi wenyewe katika kipindi cha Kwaresma tunaitwa tuweze kuelekeza mioyo yetu. Wakati tunapopata shida kwenye familia, wakati tunapopita katika mapito magumu sana, tuweze kumlilia Mwenyezi Mungu ili aweze kutusaidia. Wakati ambapo tunakuta maisha yanasukuma sana, ndipo wakati tunapaswa kumlilia Mwenyezi Mungu zaidi, tunapaswa kumwita Mwenyezi Mungu zaidi katika maisha yetu. Na ndiyo tunaona katika somo hilo la kwanza, kupitia maisha ya hawa wana wa Israeli, walipomwita Mwenyezi Mungu aliwasikia, na akasikia kilio chao na akaweza kuwajibu. Na ndiyo maana kanisa katika Dominika hii ya kwanza ya Kwaresma anatualika tuweze kuelekeza mioyo yetu katika kumhusisha Mungu, hasa katika yale ambayo tunayapitia. Kwa maana tunapomshirikisha Mwenyezi Mungu, kama vile Mzaburi anatuambia kwamba Mungu atakuwa na sisi katika taabu zetu zote, na pia ataambatana na sisi na ataweza kutuokoa. Na ndiyo maana tunapojibu hilo swali ambalo tunaulizana kila mmoja wetu, yaani tunaalikwa tuweze kumshirikisha Mungu katika taabu zetu zote. Hatupasi kwenda kwa mambo mengine, hasa wakati ambapo tunapitia magumu sana, wakati ambapo tunajaribiwa sana na Shetani. Tunapaswa kumshirikisha Mungu, maana tunapomshirikisha Mungu mwenyewe ataweza kutusaidia na ataweza kutuokoa. Na ndio tunasikia katika somo la pili kwamba wale ambao wanamwita Mwenyezi Mungu, je, kwa wanampata? Msifu Yesu Kristo. Milele na milele. Wale ambao wanamlilia Mwenyezi Mungu, kwa wanampata? Ndio tumesikia katika somo la kwanza pili kwamba Mungu mwenyewe ni mkarimu, na kwa wote ambao wanamuita wanakutana na yeye. Na ndiyo maana hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma tunapaswa kumwita Mwenyezi Mungu kupitia sala zetu. Tunapaswa kumlilia Mwenyezi Mungu ili aweze kusaidia katika familia zetu, aweze kutembea na sisi katika majaribio yetu, aweze kutembea na sisi katika shida zetu mbalimbali. Tutakapomwita Mwenyezi Mungu atatusaidia. Na tunapokuja kwenye Injili ya leo, tunaona Kristo mwenyewe anatupa mfano mwingine zaidi kubwa sana. Katika majaribio yake anamshinda Shetani kupitia neno la Mungu. Msifu Yesu Kristo. Milele amina. Hatumii Mungu bali anatumia neno la Mungu. Na tunaona pia hapa katika somo la Injili, huyu Shetani anajua nini pia neno la Mungu, si kweli? Tunasikia kwamba anakuja mambo mengi kuhusu neno la Mungu, lakini Kristo mwenyewe kwa sababu anafahamu kwamba ni nini ambayo
basi ni katika mambo mawili tunaweza kumshinda shetani. Katika somo la kwanza tunaona kwamba wana wa Israeli walimshinda shetani huyu ambaye anawaletea majaribio, ambaye aliweka kwenye dhiki, ambaye aliweka kwenye matatizo kupitia sala. Na katika somo la Injili Kristo mwenyewe anatupa mfano tunaweza pia kumshinda shetani kupitia neno la Mungu. Tunaposoma neno la Mungu, tunapokuwa wakati ambapo tunapitia shida, tunatafuta solution kupitia neno la Mungu, tutaweza kukutana na Mungu mwenyewe. Na ndio tunaona hapa katika somo la Injili Kristo mwenyewe anaweza kushinda huyu shetani ambaye ni mwovu kupitia neno la Mungu. Na ndipo unapaswa kujiuliza wewe mwenyewe, je, katika sala, katika neno la Mungu, je, wewe mwenyewe huo unapata majibu hasa wakati ambapo unapitia majaribu? Na ndio Kristo mwenyewe kupitia masomo haya ya leo anatualika tunapopitia shida tuweze kutafuta yeye kutoka kwa neno la Mungu, tuweze kukutana na yeye, tuweze kutafuta yeye kupitia maisha yetu ya sala, ili aweze kukutana na sisi katika shida zetu. Lakini tunapoenda zaidi nje, zaidi ya maisha ya sala, zaidi ya neno la Mungu, tutakuwa tunapotoka. Na tunajua katika mazingira yetu ya siku hizi kuna solution nyingi sana. Msifu Yesu Kristo. Amen. Unapopatwa na shida, unakuta shetani mwenyewe anakuletea hizi solution. Si ni kweli? Na wakati mwingine labda anaweza kuambia kwamba ukienda sehemu fulani utapata hiyo solution. Lakini Kristo mwenyewe hapa katika masomo yetu ya leo anatuambia kwamba solution inapatikana katika sala. Solution inapatikana katika neno la Mungu. Tunapoenda kwa watu wengine, ina maana kwamba tunaweza kupotea. Tunapotafuta solution zingine za haraka haraka, ina maana kwamba tunakuwa nafasi shetani aweze kusumbua. Na ndiyo maana sisi kama Wakristo, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma, na sisi kama mahujaji wa matumaini, tunapaswa kuweze kuimarika katika maisha yetu ya sala. Tunapaswa kuweze kuimarika katika maisha yetu ya neno la Mungu. Na ndio unapaswa ujiulize wewe mwenyewe, je, unaweza kujitambua katika maisha yako ya sala? Je, unaweza kujitambua wewe mwenyewe katika maisha yako ya kusoma neno la Mungu? Kwa maana katika hayo ndipo tunaweza kuona nguvu ya Mwenyezi Mungu. Ndipo tutakapomuita ataweza kusikia. Hasa wakati ambapo tunapitia majaribu, ni hayo ndio yanaweza kutusaidia. Kwa sababu tunapoenda kwa mambo mengine, ina maana kwamba huyu shetani anapata nguvu zaidi na anaweza kushinda. Na Kristo mwenyewe anatuambia hapa katika masomo yote ya leo, tunaona kwamba katika sala na katika neno la Mungu ndipo tunaweza kushinda shetani. Basi katika Jumapili hii ya leo tuweze kuomba kwamba tujalie hiyo neema, kwamba tuwe watu wa sala katika kipindi hiki cha Kwaresma, tuweze kuimarika katika sala. Katika kipindi hiki cha Kwaresma tuweze kutafuta Mungu katika neno lake. Wakati ambapo tunapitia shida, tuweze kuona Mungu